Wapendo wa Mungu, tumsifu Yesu Kristo. Milele amina. Mapendo daima Mapendo. Ndugu zangu wapendwa, kama nilivyowaambia mwanzoni kwamba leo ni Dominika ya kwanza ya Kwaresima ya mwaka C wa kanisa. Toka tulipoanza mfungo wetu Jumatano ya Majivu, kipindi cha Kwaresima, tumefika jana Jumamosi. Ni siku ya ngapi? Siku ya ngapi? Siku ya 4. Siku ya 4. Kwa kawaida Jumatano ya Majivu niliwaambia kwamba Dominika zote Jumapili hatufungi chakula kwa sababu ni siku ya Pasaka ndogo, siku ya Bwana. Ni kuanzia Jumatatu mpaka Jumamosi. Lakini sipokuwa tu zile sikukuu maalum za kanisa zilizoandikwa katika kalenda, labda kuna sikukuu fulani, kuna sherehe ya mtakatifu fulani, hiyo siku pia sisi hatufungi chakula Katoliki. Siku ni sikukuu maalum katika kalenda ya kanisa. Ndugu zangu wapendwa, Dominika ya kwanza ya Kwaresima ya leo, kama nilivyowaambia katika utangulizi, inaangazia mambo mawili. Jambo la kwanza, wokovu kwa watu wote. Yesu alikuja ili watu wote wapate kuokolewa. Waokolewe kutoka kwenye nini? Kwenye dhambi. Kila mmoja anapaswa kufanya mchakato wa maisha yake apate kuokolewa kwenye utumwa wa shetani. Yaani aokolewe kutoka kwenye dhambi. Lakini jambo la pili tunalojifunza leo, tunajifunza kumshinda shetani. Ni njia gani ya kuweza kumshinda shetani? Hili ni jambo la msingi sana katika maisha yetu ya Kristo, hasa kwa sisi wanafunzi. Shetani tunapaswa kumshinda. Tunaona mfano mzuri kwa Bwana wetu Yesu Kristo leo katika Injili. Mwinjili Luka sura ile ya 4 aya kwanza mpaka ya 13. Yesu anapomshinda shetani. Na shetani ni mjanja sana, kwa sababu shetani anajua udhaifu wako uko wapi. Na daima shetani anatumia udhaifu wetu ili kutuangusha. Kwa hiyo alipoona Yesu pale jangwani amefunga kwa siku 40 usiku na mchana. Yesu alifunga kwa siku 40 usiku na mchana. Na alijua kwamba huyu sasa atakuwa na njaa. Na Yesu ana hali mbili. Hali ya kimungu, ni Mungu, lakini pia aliuchukua ubinadamu. Kama binadamu huwa tuna hisia zile. Njaa unajisikia kama kawaida. Ukipigwa viboko vinauma kama kawaida. Kama wanafunzi wengine wanapochalazwa viboko kwenye mikono, unaona kabisa nafanya hivi kwamba vinakolea. Vinauma kweli kweli. Vimeingia mahali pake. Tumsifu Yesu Kristo. Mapendo Daima. Kwa hivyo katika hali ya ubinadamu, shetani alimtambua Yesu kwamba sasa ana njaa. Ngoja nimjaribu hapa, pengine nitampata. Wewe kama mwana wa Mungu, geuza jiwe liwe mkate ule, kwa maana muda huu una njaa. Geuza jiwe liwe mkate. Yesu akamwambia mtu aishi kwa mkate tu, bali kwa kila neno litokalo kwa nani? Kwa Mungu. Wapendwa taifa la Mungu, katika ukisoma waraka wa Mtume Paulo kwa Warumi sura ya 10 aya 12 mpaka ya 13, Mtume Paulo anatuambia kwamba upendo na huruma ya Mungu iko wazi kwa watu wote. Mungu ana upendo kwa watu wote. Mungu ana huruma kwa watu wote, bila kujali asili yao, bila kujali unatoka kijiji gani, ulizaliwa na nani. Mungu ni mwenye upendo, Mungu ni mwenye huruma kwa watu wote. Hivyo siku ya Jumatano ya Majivu, tukijikumbusha, tulianza rasmi safari yetu ya Kwaresima. Ni safari inayodumu kwa takriban wiki 6 na nusu.
Wiki 6 na nusu. Nusu tunaihesabia ndio tulianza Jumatano ya Majivu mpaka Jumamosi. Tuna wiki 6 hapo katikati. Bila kuhesabu siku za Jumapili. Kipindi cha siku 40 za mfungo. Ni safari itakayodumu kwa takriban wiki 6 na nusu. Ni kipindi cha Kwaresma kinachotuletea fursa ya kujiandaa na fumbo la Pasaka. Kipindi cha Kwaresma ni kipindi cha kujiandaa na fumbo la Pasaka. Tusipojiandaa vizuri sasa hivi ndugu zangu, tutaingia Pasaka tukiwa na mioyo yetu haijaandaliwa vilivyo. Zaidi tutafika tu kipindi cha Pasaka, tunaanza kudai skuna nzuri. Uniform unataka ushonewe labda mpya, ndio naingia Pasaka siku hiyo. T-shirt, shati lako la shule safi. Umemaliza shule. Form 6 mnamaliza kishukuru Unamwangalia mtu status. Kasuruali amevaa kamebana gobole. Form 6 amemaliza juzi tu. Na ni Mkristo Katoliki. Mwanatiwa ICS wa juzi aliyejifunza malezi mazuri chini ya Baba Paloko Padre Matembo. Tumsifu Yesu Kristo. Chezea wewe. Yaani ni kuone umejiweka hivyo, nakwambia nitakuwashia moto. Lazima uwe na maadili. Haya unayojifunza sasa ndio ambayo unatakiwa kuyaishi baadaye. Ujiandae vizuri. Ndugu zangu, tunapaswa kujiandaa vizuri kwa ajili ya fumbo la Pasaka kiroho zaidi. Jumapili ya kwanza ya Kwaresma inaanza kwa kumbukumbu ya matumaini na furaha. Na mtakumbuka kwamba mwaka huu ni mwaka mtakatifu, mwaka wa jubilei kuu, si ndio? Ni mwaka wa jubilei kuu. Na sisi ndio maujaji wa matumaini. Jubilei 2025 maujaji katika matumaini. Jubilei 2025. Sisi ndio maujaji. Sisi ndio tuwe tumaini. Sisi ndio tuwe faraja kwa wengine. Waonje upendo wa Mungu kwa kupitia sisi katika kipindi hiki cha Kwaresma. Hivyo masomo haya ya misa ya leo yanaleta dhana ya imani. Yanaleta dhana ya wokovu na ushindi dhidi ya dhambi. Tuwe na imani. Tutambue tunahitaji wokovu, lakini tumshinde shetani. Leo ndugu zangu, tunakumbushwa hitaji la kumsifu Mungu, kumtukuza Mungu. Na ndio maana Yesu anamjibu shetani. Anamwambia nitamsujudia nani? Nitamsujudia Mungu tu. Tumsifu Yesu Kristo. Mapendo. Basi ndugu zangu wapendwa, haya ndiyo yanayotupasa kuishi, hasa kutafakari katika kipindi hiki cha Kwaresma. Siku ya Jumatano ya Majivu tuliwakumbusha kipindi hiki cha Kwaresma ni kipindi cha kutafakari zaidi toba, kuwa karibu na Mungu kwa sala, kutoa sadaka na kufanya matendo mema, kwa matendo ya huruma, kuwasaidia wahitaji. Na haya yote Yesu anatuasa tuyafanye sirini. Utoapo sadaka yako hata mkono wako kushoto usifanye nini? Usijue. Tafakari juu ya masomo yako, pata muda wa kukaa karibu na Mungu. Na nimeshawaambia kila Alhamisi ya mwisho wa mwezi na waletea Ekaristi. Kila mmoja aongee na Yesu mubashara, shirikisho unachotaka. Alhamisi ya kwanza ya mwezi nakuja kwa ajili ya maungamo. Nikipata na mapadre wengine na waomba tunakuja tunaungama. Ni kipindi kizuri cha kuwa karibu na Mungu. Kwa hivyo ni vizuri ndugu zangu kujiandaa. Wapendwa, imani ambayo tumeipokea katika Kristo Yesu ni nishati inayotutia motisha tunaposonga mbele katika kipindi hiki cha Kwaresma. Mtakumbuka mlipobatizwa mlikiri imani hiyo na kumkataa shetani, si ndio? Tuliulizwa maswali. Je, mwamkataa shetani? Tulisema namkataa. Na mambo yake yote nayakataa. Na fahari zake zote nazikataa. Sasa mbona leo namkubali kwenye mambo fulani fulani? Tumkane. Katika Injili tumesikia Yesu Kristo anajaribiwa na anashinda majaribu hayo.
Kwa hivyo ndugu zangu, kipindi hiki tunapaswa kukumbuka ukweli kwamba majaribu ni mengi katika ulimwengu huu. Ulimwengu wa leo una majaribu mengi sana. Majaribu ni mengi, yawe ya kidini, ya kisiasa, ya kijamii, yapo. Nyinyi shuleni hapa mnapatwa na majaribu mbalimbali, si ndio? Ndio. Kuna majaribu mbalimbali, yako mengi. Kwa hivyo kipindi hiki tunapaswa kukumbuka ukweli huu kwamba majaribu ni mengi. Kama vile Bwana wetu Yesu Kristo alijaribiwa na shetani katika injili yetu ya leo, ni muhimu kutambua kwamba majaribu daima yanatafuta kutuangusha kwa kupitia udhaifu wetu. Shetani alipogundua kwamba Kristo alikuwa na njaa sana, alihisi ilikuwa ni fursa ya kumtumia. Habari njema ni kwamba shetani alishindwa kwa sababu Kristo hakumpa nafasi ya kumtumia. Na sisi tusimpe shetani nafasi ya kututumia. Nimeshaanza kufanya njia ya msalaba Ijumaa iliyopita, si ndio? Ndio. Mfanye njia ya msalaba, tukiyakumbuka mateso ya Bwana wetu Yesu Kristo. Kwa hivyo katika majaribu yote tujitahidi kumshinda shetani katika kipindi hiki cha Kwaresma na katika maisha yetu kiujumla. Kwa hiyo ndugu zangu, haya ni mambo ya kutafakari katika Dominika ya leo ya kwanza ya Kwaresma. Tumuombe Mungu atupe ujasiri wa kumshinda shetani, lakini tuwe tayari kufanya mchakato wa wokovu wa maisha yetu ili tuweze kufika maisha matakatifu ya mbinguni. Tumsifu Yesu Kristo.